Samia Suluhu atumbulia upanga, hofu ya kupinduliwa Disemba tarehe 9 yampa msukosuko mkali. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania imeingia katika kipindi cha taharuki isiyo ya kawaida, huku serikali ikichukua hatua za dharura na za uonevu ili kuzima maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba, siku ambayo taifa linaadhimisha miaka 64 ya uhuru. Katika hali inayoonyesha wasiwasi wa juu, mamlaka zimeanzisha operesheni ya kukamata wapinzani, kuwatia moyo wa hofu wananchi, kusimamia ukali wa sheria kwa nguvu ya kijeshi na kudhibiti mtandao wa mawasiliano ili kuzuia maandamano yalionekana kuwa tishio kubwa kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Katikati ya mkondo huu wa kisiasa, imedokezwa kuwa rais yuko katika mhemko wa kiusalama, akihofia maandamano haya yanaweza kuwa na lengo la kusababisha mpasuko wa dola au hata jaribio la kumwondoa madarakani kupitia nguvu ya umma. Kwa kuzingatia matokeo ya vuguvugu la tarehe 29 Oktoba, ambapo nchi ilishuhudia machafuko, vifo na mwangwi wa hasira za vijana, na sasa serikali imeamua kuchukua hatua kali kuzuia historia hiyo kujirudia. Serikali sasa imeendesha operesheni ya kukamata watu kwa wingi, wakijumuisha viongozi wa upinzani, wanaharakati wa kijamii na watumiaji wa mitandao ya kijamii. Wengi wamewekwa mahabusu wakikabiliwa na mashtaka mazito ya uchochezi, usaliti na kusababisha chuki kwa njia ya mawasiliano ya mtandao. Hatua hizi zimeanza katikati ya Novemba, zikionyesha mwelekeo wa utawala wa sasa, kuamini kwamba kukamata watu kabla ya tukio ndilo silaha ya kipekee ya kudhibiti maandamano. Ingawa baadhi yao wameachiwa kwa dhamana, hali ya uoga imeenea, huku jamii ikishuhudia mtindo mpya wa ukamataji unaofanywa na watu wasiojulikana waliovalia kiraia, wakitekeleza jukumu ambalo baadaye polisi hukiri kisheria. Viongozi wa chama kikuu cha upinzani, watetezi wa haki za binadamu, wasomi na wakosoaji wa mitandaoni wamekuwa wahanga wa hatua hizi, na kila tukio limeongeza mashaka juu ya kiwango cha hofu kilichoko ndani ya serikali. Mnamo Disemba tarehe 3, mamlaka ya polisi ilitoa tamko lililosisitiza kuwa hakutakuwa na maandamano katika siku ya uhuru. Tamko hilo halikutoa nafasi ya tafsiri nyingine, likijenga msimamo kwamba haki ya kikatiba ya kufanya maandamano imefutika chini ya uzito wa kile ilichoitwa ulinzi wa amani ya kitaifa. Kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi, serikali imetoa wito wa kitaifa kwa wananchi kuachana na makundi ya mtandaoni yanayoonekana kuendesha harakati za mabadiliko, na badala yake kushirikiana na vyombo vya dola kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaoonekana kueneza fikra za upinzani. Wito huu umeenezwa kwa SMS kwa maelfu ya wananchi, ukitolewa na polisi na mamlaka mawasiliano, hatua ambayo imeonyesha kiwango cha uwekezaji wa serikali katika kudhibiti uenezaji wa taarifa na mtandao wa mawasiliano. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, intelijensia imebainisha mpango wa waendeshaji kuhakikisha bandari ya Dar es Salaam inasimama kwa kuzuia mifumo ya ufikaji katika barabara kuu. Serikali sasa imeagiza biashara katika maeneo ya bandari kusitisha shughuli zao ili kuzuia upenyo kwa makundi ya waandamanaji. Hatua hii inatoa picha ya hofu ya kiuchumi iliyopo ndani ya serikali, kwamba maandamano haya sio tukio la kawaida, bali mpango wa kukwamisha mfumo wa kifedha kwa kuvuruga utendaji wa kitovu cha mapato ya taifa. Na katika mazingira hayo, Dar es Salaam imegeuka kuwa jiji lenye ulinzi mkali, likikumbwa na msongamano wa askari wenye silaha nzito, magari ya kivita na askari jeshi katika vitambulisho tofauti, hali ambayo haijawahi kushuhudiwa katika maandalizi ya siku ya kitaifa. Baadhi ya maeneo yameona hatua za kipekee za kuzuia uwezo wa waandamanaji kusafiri, kusambaza mafuta au kuendesha shughuli za kimkakati, na katika wilaya kadhaa uongozi wa polisi ulitoa maagizo kwa vituo vya mafuta kuuzia pikipiki na bajaji kiasi cha lita 2 pekee, hatua iliyolenga kukatiza uwezo wa kusafirisha watu kwa wingi. Ingawa tamko hili likanushwa na makao makuu ya polisi, kitendo hiki kilifuatia na mpango wa kutoa vitambulisho maalum kwa waendesha bodaboda ili kudhibiti mauzo ya mafuta. Hatua hizo zimejenga hisia kwamba serikali inaona maandamano si upinzani, bali operesheni ya kijeshi.
Maandamano haya yanatajwa kuwa mwendelezo wa kile kilichoitwa vuguvugu la MO29 lililoongozwa na vijana waliokerwa na mchakato wa uchaguzi, ukosefu wa uwazi katika taratibu za kisiasa na mgandamizo wa kiuchumi. Sauti hizi zimepata nguvu katika mitandao ya kijamii zikiongozwa na Watanzania wanaoishi nje ya nchi ambao wanatumia majukwaa ya kimataifa kutoa wito wa uwajibikaji. Na sasa serikali imechukulia harakati hizi kama tishio la kiusalama kwa taifa, na hatua ya kufunga akaunti ya watu wanaoendesha harakati hizo imekuwa sehemu ya mkakati wa kukata mawasiliano ya kiitikadi. Rais Samia amekuwa mstari wa mbele kusimamia msimamo mkali wa serikali, akisisitiza uwezo wa dola kukabiliana na maandamano kwa vyovyote vile. Hata hivyo, msisitizo wa kujipanga wakati wowote umeibua hisia za hofu kuliko uthabiti, ukitafsirika kama ishara kwamba serikali ina matarajio ya shinikizo kali linaloweza kukusudia kuanzisha mgogoro wa kikatiba. Alimeibua mjadala mpana kuhusu kama mamlaka inajenga mazingira ya mazungumzo na maridhiano au inajiandaa kwa mapambano ya wananchi wake wenyewe. Kwa wengi, sauti ya serikali inaonekana kutangatanga kati ya hofu ya kupinduliwa na uamuzi wa kujilinda kwa gharama yoyote. Na katika baadhi ya matukio, watu wamekamatwa na kuondolewa kwa nguvu na watu wasiojulikana, huku majirani wakieleza vitendo hivyo kama utekaji. Baadaye polisi huthibitisha kuwashikilia wakisema walikuwa wakijihusisha na kusambaza mawazo dhidi ya utawala. Matukio haya yameacha hisia ya kuwapo kwa mfumo sambamba utekelezaji wa sheria unaoendeshwa kwa mbinu za siri na kisha kuhalalishwa kwa lugha ya nidhamu ya dola. Na kwa upande wa wananchi, matukio haya yameongeza mshtuko wa kukata tamaa kiasi cha kusababisha baadhi ya kuamini usalama wa raia unazidi kutoweka. Chanzo cha mzozo huu kinarudi kwenye uchaguzi wa Oktoba 29 uliokosolewa kwa ukosefu wa uwazi, kuondolewa kwa wagombea wa matukio ya vurugu yaliyosababisha vifo vya watu katika maeneo kadhaa. Serikali sasa imekataa kutoa idadi ya waliouawa, ikisisitiza kwamba kufanya hivyo ni kuhalalisha mauti. Na hata hivyo, umma unaendelea kuamini kwamba hatua hiyo ni sehemu ya kuficha ukubwa wa tatizo. Na serikali sasa imeunda tume ya kuchunguza tukio hilo, lakini wapinzani wanaitazama kama mbinu ya kusogeza muda wala si utaratibu wa kutafuta ukweli. Wameitaka tume ya kimataifa wakidai mfumo wa ndani hauwezi kujichunguza kwa uadilifu. Maandamano ya Disemba 9 yamepangwa katika siku yenye uzito wa kihistoria kwa taifa na jambo linaloongeza msisimko wa tukio. Waandaaji wanayachukulia kama mwendelezo wa mapambano ya kudai haki, uhalali wa kisiasa, uwajibikaji na uthamini wa maisha ya watu waliopotea. Na kwa serikali, hii si harakati ya kudai mageuzi pekee, bali ni jaribio la kuvuruga mfumo wa dola ambao umejenga msingi wa uwezo wake wa kushikilia madaraka. Ndicho chanzo cha hofu inaojitokeza katika sera za kukandamiza, polisi wenye silaha mitaani na tamko la wazi kwamba uhuru wa kuandamana hauruhusiwi. Katika kipindi ambacho mataifa ya magharibi yamekosoa vikali matokeo ya uchaguzi wa Oktoba na madai ukiukwaji wa haki za binadamu, na sasa Tanzania inajikuta katika shinikizo linaloongezeka kutoka nje na ndani. Ikiwa maandamano haya yatageuka kuwa nguvu ya umma, basi serikali inaweza kujikuta katika hatari ya kupoteza uhalali wa kisiasa au kulazimishwa kufungua milango ya majadiliano na upinzani kwa masharti mapya. Kwa upande mwingine, kukabiliana na maandamano kwa kutumia nguvu kunaweza kuzaa athari za kimataifa, hasa katika diplomasia, misaada, uwekezaji na ushirikiano wa kimkakati. Tanzania imefika katika kipindi hatata kinachohitaji busara, uongozi wa maadili na uamuzi wa kisiasa unaolinda uhai wa taifa. Serikali imechagua njia ya nguvu, huku waandaaji wa maandamano wakisukuma ajenda ya uwajibikaji. Ila Disemba 9 si tu siku ya uhuru, bali kipimo cha mwelekeo mpya wa nchi, kuingia katika enzi ya upendo wa haki na uwazi, au kuendelea katika mwendo wa hofu, mabavu na tahadhari isiyoisha. Katika mazingira haya, taifa linasubiri tukio ambalo huenda likawa mwanzo wa mabadiliko, mwanzo wa mgogoro mkubwa, au mwanzo wa safari mpya ya kisiasa.
lakini jambo moja limeshapata uthibitisho kwamba serikali inahofia zaidi ya vile inavyokiri, na hofu hiyo ndiyo inayoongoza kila hatua yake. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa, na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kugonga alama ya kengele ili upokee taarifa hizi moja kwa moja pindi tu tunapoziweka hewani.